Gari hiyo imekabidhiwa mapema hii leo na mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamadi Mbega, ikiwa ni sehemu ya serikali kuhakikisha inawasaidia vijana kujiajiri na kujikwamua kiuchumi, ambapo amewataka vijana hao kwenda kufanya kazi kwa ushirikiano, kwani gari hiyo ni kielelezo cha imani yao kwa serikali. Kikundi hichi kilianza kupata mikopo naambiwa kuanzia milioni 5, wakaenda wakapanda, lakini kwa sababu ya uzalendo wao na uaminifu wao imepelekea mpaka serikali kaendelea kuwaamini na kufikia hatua hii ya kuwakabidhi ile gari. Serikali imewaamini na nyinyi mkaende mkatendee haki yale ambayo mmeaminiwa nayo. Mwende mkafanye kazi kwa bidii, lakini muendelee kushirikiana. Ile gari lisiwe sehemu ya kuanza kugombana. Ile gari isiwe sehemu ya kuanza kutofautiana. Hii gari ni kielelezo cha imani ya serikali kwenu. Muendelee kufanya kazi kwa bidii, muendelee kuitumikia taifa, muendelee kuijenga wilaya yetu ya Mbozi. Awali, katika taarifa iliyosomwa na afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Mbozi Daniel Tweve, imeeleza kuwa ili kuwasaidia vijana hao waweze kurejesha mkopo huo, wamewaunganisha na darasa la uendeshaji wa biashara, huku mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbozi Majaliwa Mlawizi akiwasisitiza kuwa na nidhamu katika matumizi ya gari hiyo. Na ili kuwafanya vijana hawa kutekeleza vyema urejeshaji wa mkopo huu, tunawaunganisha na darasa la uendeshaji wa biashara kupitia SIDO mkoa wa Songwe, ambao ofisi zao zipo hapa, ili angalau kwa wiki nzima waandaliwe kukabiliana na fursa na vikwazo katika uendeshaji wa biashara, usafirishaji mizigo ama biashara gari la mizigo. Hii gari ni mtaji. Hii gari ni mbegu. Nendeni muisimamie mbegu hii kaote kwa viwango vya juu ili muweze kuona matokeo kwenye maisha yenu. Kwamba mnaweza mkarudisha mikopo. Ndio maana leo umepata fursa ya kuweza kupata mkopo mkubwa zaidi ambao utakwenda kuwanufaisha. Mimi niendelee kuwapongeza, lakini niendelee kuwakumbusha nidhamu katika matumizi ndo msingi wa mafanikio. Akizungumza kwa niaba ya kikundi cha Kisimani, Emmanuel Mwakanyamale amesema mkopo huu ni awamu ya pili, ambapo amepata mkopo wa shilingi milioni 150. Mbali na gari hilo, wamenunua vyombo vingine vya moto. Awamu ya kwanza kama Kisimani Group tulikopa mkopo wa shilingi milioni 12.5. Tukafanikiwa kununua pikipiki zetu 5 ambazo tumetembea nazo na kulipa mkopo huo kuhakikisha tunakamilisha kulipa. Lakini hii sasa ni awamu ya pili. Tumepewa mkopo wa shilingi milioni 150 kwa ajili ya kununua gari hii pamoja na kununua maguta yetu mawili ambayo nayo tayari yamenunuliwa, na mojawapo lilizinduliwa siku ya kwanza hapa, lilionekana hatujaja nalo leo. Lakini leo tumekuja kwa ajili ya gari. Tunaishukuru sana halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Aida Matthew Kraus, Songwe.